Umesikia kelele hizo? Rais wa Yanga kwenye shangwe huko. Sisi ndio timu ya kwanza duniani kuchukua makombe 5 kwa msimu. Sasa nini tunakwenda kufanya? Tunakwenda kufanya paredi ya kihistoria. Paredi ambayo tunaamini haijawahi kutokea. Kwa msimu ulivyokuwa, namna ambavyo wana Yanga tulipambana mpaka tumeweza kumaliza msimu kwa furaha, tuna kila sababu ya kusherehekea tulichokipata. Tuna kila sababu ya kujivunia na kutamba. Sasa ratiba kamili iko hivi. Timu itaondoka hapa Zanzibar saa 6 kamili mchana. Itaondoka hapa Zanzibar na itatua Dar es Salaam saa 6 dakika 20. Lakini safari itatua Terminal 1, sio Terminal 3 wala Terminal 2. Ni Terminal 1 kule mwisho kule. Ndio bwana, tutatua kule. Kwa hiyo kwa mashabiki wote wa Yanga ambao walikuwa wanauliza kuhusu t-shirt za ubingwa zitapatikana wapi, kuanzia kesho Terminal 1 saa 2 asubuhi t-shirt za ubingwa zitaanza kuuzwa. Kwa hiyo ni vyema ukabeba hela yako shilingi 20,000 ukaja nayo pale airport ukanunua t-shirt yako ya ubingwa uingie mtaani ukiwa unatamba. Tutatoka pale kwa sababu ya ndege za kutoka hapa Zanzibar tumekosa ndege direct ya kutoa Terminal 2. Kwa hiyo tumetua tena. Lakini Terminal 1 pia ukiangalia logistic ya barabara kutoka kule ndani kuja huku imekuwa frame zaidi kuliko hii ya Terminal 2. Kwa hiyo tumeamua Terminal 1 kwa sababu nafikiri ni rafiki barabara. Lakini la pili nilikuwa naelezea ni njia ambayo tutatumia. Kesho tukitoka pale airport kama nilivyowaambia siku ya press, tutanyoosha mpaka Tazara. Tazara pale tutadesh, alafu tutakunja kushoto. Kisha Buguruni, si ndio? Tutaingia Buguruni, tunanyoosha kidogo. Mbele pale kuna ujenzi unaendelea pale. Si ndio? Kwa hiyo hatunyooshi mpaka mwisho. Kwa mara ya kwanza lile basi la pale itaingia mtaani. Kwa wana Yanga wakazi wa Bungoni ndani kule, kesho ni vyema hata wasiende kazini. Wakae tu wasubiri historia ya kulishuhudia paredi la Yanga likiwa linapita. Kwa hiyo tutachoka hapa mtaani kule, tutakuja mpaka Machinga Complex. Masura tutakuja mpaka mataa ya Ilala. Pale ule utasimama kwa sababu kuna njia pacha. Kuna kituo cha kwanza cha Ilala Boma ambacho niliwaambia lazima tupite. Sasa njia imewaokoa, kwa hiyo tutasogea kidogo kuwasalimia wakazi wetu wa Ilala Boma pale. Tutasogea kuwasalimia. Baada hapo tutakunja kulia mpaka Karume sokoni. Pale tutasimama pia. Kuna kituo pale. Tuzungumze na wanetu wa Yanga pale Karume sokoni tuwasalimie, alafu tusonge mbele. Tutakuwa na vituo vitatu kesho kwa paredi. Ilala Boma, Karume sokoni na Msimbazi. Kote kuna mazungumzo. Kuna Msimbazi kesho ni surprise kwa sababu kuna masaa matatu. Pale Msimbazi. Kuna masaa haya tutoe dukuduku letu lote. Kuna dukuduku. Kuna tayari. Doze. Basi wasikilize mimi doze. Wewe umeeta huku? Tunauliza. Huyu rais ni kazi yake ndio kuongea neno gani? Huyu kazi yake ni kuwashona watu, kazi yake ni kuongea baada ya kushona. Huyu aongee nini? Nataka nifukuzwe kazi. Hii jukumu langu. Kwa hiyo tukitoka Msimbazi masaa hayo dukuduku. Tutazungumza kesho pale Msimbazi masaa hayo matatu. Tutaongea sana pale Msimbazi. Baada ya pale tutakuja mpaka makao makuu ya klabu Jangwani. Tuna orodha ya wasanii 13. Kwa maana yake mpate picha kesho hakuna kulala. Yaani tutakavyoanza burudani hiyo saa 6 mchana ni mpaka kesho yake. Hakuna, tunaorodha wasanii 13. Alafu kuna surprise ya msanii mmoja mkubwa ambaye ameunga juhudi. Ameunga juhudi. Wanasema Waswahili ukishindwa kushindana nao, ungana nao. Kuna mmoja ameungana na sisi. Kesho anakuja kutoa burudani pale makao makuu ya klabu. Kwa hiyo wana Yanga waje kwa wingi. Wewe usinichokonoe. Wajina wako. Jua tu ni surprise. Wajina wako. Atakuja pale kutoa burudani. Huyu angalia. Atakuja kutoa burudani pale. Tuna orodha ndefu ya wasanii, burudani zote zitakuwa pale. Kwa hiyo niwaombe wana Yanga kesho kuanzia saa 2 asubuhi twende airport tukanunue jezi za ubingwa, tujiandae kupokea timu. Kwa huku Zanzibar kuna ratiba tunasubiri confirm hapa asubuhi, lakini pia kombe latembea Zanzibar asubuhi. Kama tunaenda airport, lazima makombe yote matano yao katika ardhi yatatembea sana Zanzibar hapa. Tulikuwa tunaelekea wapi? Airport. Tukifika airport pale tunakuwa Dar es Salaam kwa shughuli yetu. Kama kwa hiyo. Bakiza maswali tulizane kesho. Hapa tumetoa ratiba tu Atakuwepo. Tumetoa ratiba, bakisha maswali kesho tukutana inshallah. Kombe Zanzibar kama walivyosema kuna watu ambao wakichukua kombe la Zanzibar watalizungusha na helikopta.
Bingwa tena CRDB Confederation Cup. Sisi si mabingwa bwana. Kwa hiyo kuchukua ubingwa haki yetu. Wewe ulikuwa unaonaje leo? Mchezo wa leo umeuonaje? Mchezo wa leo ulikuwa ni mzuri, mpambano ni safi, yani kila kitu kimeenda perfect. Yeah. Mchezaji wako gani ambaye kakuvutia sana leo? Mzize, kwa nini? Man of the match. Amecheza vizuri kama inavyotakiwa. Amestahili ile? Style yake Mzize. Kitu gani ambacho kakifanya kikubwa ukakipenda sana? Kwa Mzize au? Ndio anavyoperform akiwa uwanjani. Mimi ananikosha sana Mzize. Una chochote cha kuambia mashabiki wenzako wa Yanga? Cha kuambia? Jamani, Yanga hakuna mpinzani. Ubingwa back to back. Hiyo yani inakuwa inaitwaje hiyo? Inaitwaje kwa mfano? Shukrani. Asa vipi? Safi tu. Kwema. Alhamdulillah. Shabiki wa timu gani? Young Africans. Young Africans. Yeah. Kwa misimu minne Yanga amechukua ubingwa mara zote 4. Hii ina maana gani? Wao ni mpira mkubwa tu walikuwa nao sasa. Makocha walikuwa wanne wale na kile iko na fomu yake na mambo yote yalikuwa sawa sawa. Tangu uanze kushabikia mpira hii imejitokeza mara ngapi mpaka sasa hivi? Mimi toka na umri wa miaka 18. Tangu una umri wa miaka 18. Toka siku na umri wa miaka 18 wakati huo. Sasa ndio miaka 78. Young Africans kumfunga mara 5 mtani wake imetokea mara ngapi mpaka sasa hivi una ushuhuda? Sasa hivi mara 2 zaidi. Mara 2 zaidi. Alfred Manchester City tumpiga mabao 9 ule. 1930 ngapi? 38. Nimepiga mabao ngapi? 9. Bwana. Kitu gani ambacho leo kimekufurahisha sana? Uchezaji wao kwa fomu yao, uchezaji wao ulikuwa mzuri sana. Uchezaji wao ulikuwa mzuri. Halafu na ile kombe lile tulichukua mara 2 yote bado tunachukua. Arudi tena pale moja kwa moja leo. Moja kwa moja tunambaa kishukutwa. Makani hivyo hivyo na mpaka tukuja hivyo. Bwana. Naam. Sasa watani wako unawaachia nini? Wale waachie tu kwambia watu watoto tofero tu. Wajipange tu wenyewe vizuri lakini hakuna tabia yote pale. Mzize kama man of the match amestahili? Kabisa amestahili sababu kabisa yule dogo kama ndio Mbappe wa Tanzania sio vile. Mbappe wa Tanzania. Yule. Bwana. Naam, yule ndio Mbappe wa Tanzania. Sio Dube. Mbappe wa Tanzania ni yeye kabisa ndio kwa mtu. Dube mgeni sasa yule ni Tanzania kati. Furaha yako ile inaishia wapi mzee wangu? Furaha yako hii unaidedicate kwa nani? Kula ile magani maana furaha yako hii unaidedicate kwa nani? Kwa my wife na please. Welcome to my champion club. Yes. Kwa sababu na kwa hivyo complicated. Hello. What are you hate? I want to know please. What are you hate? I'm very sorry. Shukran.